gusia hapa mambo ya kidijitali na kadhalika na kadhalika. Sasa sisi hata hizi simu za kileo hizi, unayo simu nzuri sana, wakati mwingine unakuta wewe sana ni kupeleka message, kupeleka ujumbe na kupiga simu, lakini kuna vikorombozo hapo ndani vingi sana kwenye simu yako. Sasa watu kama sisi wa analojia, tunajiita wazee wa analojia, tunapata shida kidogo unapokuja hasa kwenye mambo haya. Sasa niseme hapo nyuma utangazaji ulikuwa kwa njia ya analojia, ikaja miaka ya karibuni ndio tukaingia kidijitali. Sasa tunakumbana na hizo changamoto za kidijitali. Sasa tofauti yake ya huko na sasa, huko sasa ndio kuna changamoto nyingi. Vijana sasa wana elimu nzuri zaidi ukimlinganisha mtangazaji wa enzi zetu. Elimu ilikuwa sio kubwa sana, kwa sababu kwanza hata vyuo vyenyewe vilikuwa havipo. Vyuo vya uandishi wa habari, vyuo vya utangazaji vilikuwa havipo. Hata degree hizo za uandishi wa habari hamna. Nakumbuka miaka hiyo ya juzi tu hapa miaka 80 mwishoni hapa ndio kikaanzishwa chuo cha kwanza cha uandishi wa habari cha serikali, kikiitwa Tanzania School of Journalism, TSJ. Kilikuwa Sharif Shamba pale. Na mimi nimewahi kufundisha hapo pia. Wakati huo kinatoa vyeti na diploma, ndio mnaita stashahada, si ndio? Ulifundisha na wewe ulikuwa umesomea wapi? Mimi sasa nilikwenda mimi sasa ndio chuo cha kwanza hapo katikati sasa. Ni shakwenda sehemu mbalimbali kwa mafunzo. Nina vyeti hivyo vya certificates, diplomas, sehemu mbalimbali, ya kozi mbalimbali. Lakini nikapata bahati pia nikaenda chuo kikuu cha Dar es Salaam miaka hii ya karibuni ya uzee. Kuna program moja. Umekubali sasa ni mzee. Kwa hiyo nikapiga pale. Sasa wakati huo kulikuwa hakuna masomo ya uandishi wa habari wala utangazaji pale chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kwa hiyo nikatafuta kozi ambayo inakaribiana na hapo, ili na mimi niangalau nipate hata degree moja. Unajua huko zamani ilikuwa vyuo vikuu kimoja tu, na hapo mnagombea watu chungu nzima. Kupata nafasi pale ilikuwa shida. Kwa hiyo nikachukua kozi moja wanaita utawala na uhusiano wa kimataifa, Public Administration and International Relations. Sasa nikiongeza na zile diploma zangu za mambo mbalimbali, nimewahi pia kusoma chuo cha Cairo, Misri, kinachohusu mambo ya broadcasting, mambo ya utangazaji, sehemu mbalimbali. Sasa nikijumlisha hayo, sasa nikaonekana naweza kwenda TSJ Sharif Shamba, nikawasaidia na wale wanafunzi wale. Na wanafunzi wangu wa siku hizo ndio hawa kina Majura kwa wanafunzi wangu. Kina nani huyu mwingine, Komba. Sasa hivi ni advocate sasa hivi. FM kutoka Dar es Salaam.